From Pipeline area in Nairobi County is where we bring you this episode of Why I Did It. And on the program we tell stories of pain and struggle that have been transformed to healing and restoration. Join me. Life in the ghetto doesn't give one many choices, and for Jane Wateri, she made a choice, and a difficult one at that. And that choice costed her not 1 but 7 years of her life. This is the story of Jane Wateri. You are watching Why I Did It. Kama vile umesikia, I'm Jane Wateri. Mimi ni born kwa familia yangu, nimezaliwa place inaitwa Huruma na huko ndio nimegrowia. And wakati mama anazaa mtoto, kama mzazi utaka kuona mtoto wake akiwa role model. Ukizaa mtoto unataka kuona mtoto amesoma, mtoto akona tabia mzuri, mtoto atakuwa kielelezo pia kwa community. But sometimes unakutanga wakati umezaliwa na umezaliwa, umepelekwa kanisa, umededicatiwa, mama anajua mtoto wake atakuwa mtoto mzuri. So unakuta katika malezi ya mzazi, ile kijiji unaraiziwa, unapatana kuna watu tofauti tofauti. So I remember wakati nilizaliwa place inaitwa Huruma Kiamaiko, tulihama batuko ndio nimezaliwa, kwa ndio nimelelewa. Nikapatana katika mtaa, kuna watu wenyewe wako machua kidogo kukuliko na wameonja maisha. Na wakati wanakuwa friends zako, kwa sababu hutaki wa kuone kama nitumie jina ya mtaa, waone kama wewe ni fala, lazima uwawige. Ama ujoin, tunasemanga bugi kama company, lazima ujoin company yao. Yeah, kwa sababu hutaki wa kuone uko out of fashion. Kwa sababu wakati tembei nao wanaona kama wewe ni fala, saa zingine wanakumock, saa zingine wanakuenjoy, hata wanakuchapa kwa sababu hutaki kuingia kwa group yao. So katika harakati ya hiyo kulelewa slums nilijikuta nisha join hiyo group. Na wakati nilijoin hiyo group tukaanza kukataa shule. Leo tunaenda, kesho hatuendi, wazazi wanaitwa bla bla. Yani so many cases. All of a sudden vitu zikaanza kubadilika. Mama alijua mtoto wake ni mzuri, mtoto anapenda shule, ameanza kuchange all of a sudden. And nakumbuka kati yao group yangu na wengine walianza kuvuta kitu inaitwa glue. Na kwa sababu wanavuta hiyo glue, hata hakuna venye utakosa kuvuta hiyo glue. And I remember kuna siku moja nilivutanga hiyo glue na nikasikia imekuwa kitu tamu kwangu because steam ya glue iko very high. So I remember siku nikasahau kama naenda kwa my mom. So nikaenda na glue yangu na nikaingia nao kwa my mom. Na kitu moja mamangu alifanya, alichukuanga kijiko. So akanipaka kwa macho, akanipaka masikio, akaniambia hii utavutia kwangu. And I remember hiyo ndio siku yangu ilikuwa ya kwanza na mwisho kuvuta hiyo kitu. But sitaachana na company. Company wakiacha shule, wengine waka withdraw shule, wengine walikuwa wako na watu. Yani tulikuwa tumechanganyikana. Siwezi kuambia maximum tulikuwa na age na kaji, but kuna wengine walikuwa wakubwa na ni werevu kutushinda. Na anytime tunaambiwa ya kwamba if you want to know me, angalia ma friends zangu. So friends zangu walikuwa mang'aa, wengine wanapotea kwao, wengine wanaiba kwao. So mbona wao usifanye kenye wanafanya? Wengine wanahepa nyumbani, wanaenda kukua chokora, tunakuwa chokora saa zingine, tunaenda inaitangwa kuduru kwa mosque kwa tao. Yani tukajikuta tu tumeingia kwa ile life ya ugeto kabisa. Okay, Nasa, maybe your family, you had a mom and a dad, you're raised kwa hiyo a complete family. Sasa hiyo siku tulikuwa tumeriziwa na mom. Sasa hiyo time ni kama tu vile unajua ile marriage, mom na dad sasa wameachana wakirudianaga, but many times kwa tunaspend na my mom. And nakumbuka mamangu ni mama alikuwa mama ameokoka, mama anampenda Mungu na mpenda mamangu sana kwa sababu despite nilikuwa tu hivyo venye nilikuwa mang'aa, nilikuwa nasumbua, nilikuwa 1 2 3, my mom she was there for me. By the way, mamangu she's a prayerful woman until today. Ni mama anapenda kuomba. So kitu moja niliwiga kwa my mom, hata kama anafanya vituko na sarakasi, analeta so many cases, she could never give up with me. Ananiombea, ananiambia wewe acha kufanya hivi, akanichapa. Sasa kitu moja ilifanya kwa my mom ni kuchapwa sana mpaka nikazoea. So sio dhani kuadhibu mtoto ndio kubadilika, but tunaweza adhibiwa ukue radical. So unasema umezoea sasa. Unasema hata nikienda tu kuzurura, nikienda home nitachapwa tu. Socha tu nizurure, nifanye vituko zote because najua tu nitachapwa. So your caning ikacha kuwa like to teach you a lesson, just haina impact yoyote. Haina. So
katika harakati tukigrow tumeshajua kwenda kwa zima matanga, watu wakikufa tunaulizia ni wapi watu wamekufa, tunataka tutana tu dance. And nakumbuka hiyo tu maharakati kuna watu walikuwa tu wana withdraw. Yaani wana withdraw tu kwa hiyo group. Tulikuwa wasichana wengi. And sidhani ilikuwa tu maisha poa kwa sababu despite umezaliwa ghetto, hujasema tuju ghetto, umezaliwa ghetto, lazima maisha yako ikuwe tu ya ugeto. Unazaliwa ghetto na kutoka kitu mzuri. Juu kuna wale pia walisoma wakamaliza shule wakaenda university hiyo ghetto. Kwa hivyo Kenya niliona ilichangia sana kwa maisha yangu ni kwa sababu pia mimi nilifurahia hiyo maisha. Despite unachapa hata ukachapa ungeacha. Juu kuna wale waliacha na hakuna kitu walifanyiwa. Walichapo lakini maisha yao iliendelea na waliendelea kusoma, waliendelea tu vizuri, kwa hivyo hakuna kitu ilichange. So pia mimi naona ni kama pia mimi hiyo life ilifanya nini? Ni kama ilikuwa tu imenifurahisha. But despite najua na hati my mom, mamangu ananiambia Jane, haunifurahishi, hiyo tunatembea nao, hawanifurahishi. Hizo tu unasema hizo ni kengele tu. Wacha ongea atanyamaza. Hiyo ndiko tunasema. Tukienda tukutana kwa mali tulikuwa tunakaa tukaitanga base. Ulichapwa jana? Hapana, ulichapwa. Sasa tukapaka tunaulizana. So, ikapotishazo ya hiyo life. Nakumbuka vizuri sana. Katika hiyo life tusikumbuka tukatoka home. Kwa sababu tulienda mahali nasikia kuna reggae. Nakumbuka hiyo siku tulienda Isili. Na I remember those days my mama alikuwa ananituma mpaka kwa duka na hepanado, sileti mboga za nyama nituma. Yani niko tu pale tu. Sio kama siku tulihepanado na tukaenda kwa reggae. Siku tumeenda kwa Isili. Wakati tumeenda kwa hiyo reggae kulikuwa na msako. So mapolisi wakakuja, wakasaka watu. Kitu moja ilinistua, mimi nilikuwa mmoja wa kushikwa hapo. Nikapelekwa Pangani police station. So how old were you at that time? I think siku niko 16, 17, sasa 17. Imagine tumeshikwa kwa club, tuko underage, tumepelekwa Pangani police station na asubuhi yake tuko City Hall kotini. Sasa wakati tuliko kotini City Hall, so nikaanza kuambia polisi nilikuwa nimetumwa mboga na mamangu kujitetea. Akaniambia sasa mboga utakosha mali utapeleka mboga. Sababu si ulitumwa mboga mtu anatuma mboga na kuoga kwa club. Mwambia hapana, ni hao walinidanganya. Na kuharibu sana, ilifika mahali kakosa mimi ndio mafia. Mimi ndio sana nawaambia. Hao waliniambia wewe ndio ulituambia, mimi naambia nyinyi ndio mliniambia. So polisi hataki kujua. Lazima ni wote ndani. Sisi wote kotini tulikuwa watu 14. Hii group ya watu 14 nikaambia wasaba, mkisomewa mashtaka mkatae. Group ya mbele ilikuwa nikaiambia mkatae. So group ya mbele ikaenda kotini ikasomewa ikakataa. Ikaambiwa wapatiwa 14 days Lang'ata. 14 days hata wakurudishwa kotini walikuja wakaachiliwa. Sisi wengine ya group ya mafia tukakubali. Sema yuaona tumekubali. Tukaambiwa mwezi moja Lang'ata na bondi ya ngirita. Hakuna otherwise. Mamangu atoe ngiri 3 na vile nimemsumbua. So kufika huko I remember hiyo siku nilibadilisha jina yangu. Because nilijua my mom the way ni muhash. Anaweza kuja huko atasema niongezewe kifungo. Na by the way hivyo kulifanyika. Alikuja akasema uadiwe. Wakati nishafikishwa sasa nimefikishwa Lang'ata, tumevaa hizo kunguru. I was like ni kama enye prison ni hell. Mimi tusijawahi ona tukabaka kuna wamama wazee mnavaa uniform the same mnavaa hizo nguo za jela. Nitafanya nini? Nikasukuma kifungo. My mama akanitafuta akasikia kuna wasichana walishikwa na wako Lang'ata prison. So my mama alikuja. Mimi nikidhani my mama anakuja kunitoa, anaambia madam mkubwa ako wapi? Akaitwa, akaniambia unaweza ongezea ukifungo. Naambia mamangu, "Guy mami, unajua huku ni hell." Akaniambia, asiyesikia la mguu uvunjika." Nilikwambia. Mkono wa serikali ni refu. Sasa huku kaa. Okay, nilikaa. Madhaka niletea sabuni. Matisho kaniambia sukuma namba. Maana huku ndio ulitaka. Na nakumbuka hiyo time wakati nilikaa huko prison, nikatoka after 1 month, nikarudi home, nikareform, nikakuwa mtoto mzuri. Hata mama akiniita naitika yes madam, hata siendi kuzurura. So nile tu kuvalia tu mamangu pasia tu kidogo. So nakumbuka na inside you so ulikuwa unajua umechange ama nilikuwa tu ni kama nimeamua. So group inapita tu hapo kwetu inaitana Jane.
natoka naambia we mimi nisha change, mimi sasa na prison tena. So ika happen hivi. Hiyo siku nikaenda prison bado sijajua mwanaume, hata kama nafanya hizo vituko zote bado I'm still a virgin. I know nothing about men. Despite nilikuwa nafanya vituko na nini, I know nothing about to sleep with men. So nakumbuka futa nimetoka prison, wakaniambia hata tuendi tao, tunaenda bash. Nikamwambia my mom tunaenda bash, kaniambia bash niko na birthday. So kaniambia unaweza enda lakini usichele. So mimi kumela harakati yako na tena birthday nimemeet a boyfriend. Kumit boyfriend vile kitu kaida msichana na kijana mmepatana hiyo siku kwa stories za masimu, mnaambia mtakutananga wapi, mnaenda mlakula chipo bla bla bla. Kumbe nitapata tu boyfriend hivyo. After this boyfriend sasa nimetoka 17 hapo hivyo around 17 nika conceive. Akani conceive this guy akahave lazima atanimari kwa sababu niwaambia mimi kwetu tuko na shida, mimi siwezi na kwa mamangu na mtoto, lazima nifanye nini? Lazima ujue mwenye utafanya. Kaniambia mimi niko ready kukumari ili tulee mtoto wetu. Na mimi nikakubali. So sikurudi kwa mamangu, nikamarika, story kaisha, nimeingia kwa marriage. Na because alikuwa my first boyfriend, alikuwa hazi yangu, alikuwa boyfriend wangu wa kwanza, maisha ikaanza. Your first everything. My first everything. So wakati tuliishi na yeye, hakuna mwenye nilikuwa nadhani anaweza kuja siku moja abadilike. So mimi nika conceive, nikapata mtoi. So you got married at what, 17 years? Yeah. So now I'm turning 18 years. So wakati niliconceive nikamzalia mtoto a baby boy anaitwa Paul. Na wakati nilipata ule mtoi furahi kakuwa kwa marriage, life ikabadilika, nimekuwa mama mtoto, wazazi wangu wakafurahi, wazazi wao wakafurahi, life ikaanza. So nimeanza journey ya housewife na I was very proud kukuwa a housewife. Nilipenda marriage, nilipenda hazi yangu na nikafurahia ile life ya kuwa bibi. Tukaanza kulea mtoto. Hazi alikuwa ameandikwa job, akaacha ile job alikuwa anafanya, akaanza job ya M3. So vile aliandikwa job ya M3, akapata ile job ya kwanza ameandikwa amepata ni mama amemwandika. So mtoto wangu ameanza kufikisha kama 7 months, 8, 1 year. So nimetani 18 years. Maisha inaendelea tu. So I remember my husband, vile aliandikwa job na ndo si mama, huyu mama akafall in love na my husband. But my husband, an older woman? Yeah, she's an older woman and she have cash. So ni sponsor. Nasikia wanaitanga ma sponsor. So kumbe my hubby wakati this woman alifall in love na yeye, my hubby hakuniambia. Mimi ndo nilikuwa first girlfriend wake na huyu mama amempenda na anampatia do, hata kama yeye ni job anampatia do. My hubby atafanya nini? Mimi kazi ni kupewa. Kazi ni mkono. Na amepata mwenye anampatia na anampalia do. Mbona siachana na huyu wife material aende kwa sponsor? So imagine me, my husband alienda tu akiendanga. Anakuja na cha shopping ya 1 week, 2 weeks, 3 weeks na anaenda. Anambia mimi niko busy mama, job ni mingi, tunaenda Tanzania, sisi tunaenda wapi? Namwambia ni sawa. Enda na baraka za mke. So mimi kitu moja ilinipiga shock. Kama nimeenda kuulizia hazi yangu mali anafanya job, nikaambiwa hazi yangu, wakaniuliza kwani unajua hazi yako ashamari? Nikamwambia what? Wewe mimi ndio husband yako ashamari. Mimi ndio wife. Na ndio mtoi na karibu mtoto ni photocopy na walikuwa wananijua but hawakuniambia ukweli. But wako na vile na kumtafuta hazi kila siku, akiniona anahepa, anajificha, nini wakiona huwa wife ananificha. Yaani nilimfuatilia karibu I think karibu almost 1 year. Naenda mpaka nalia, napiga magoti, namwambia nilikufanya nini? Haku turn back. So I remember nikaenda kwa bestie yangu fulani alikuwa anaitwa Joyce. She's older than me. But for now she's lately passed. Nikamwambia hazi yangu ameniacha bla bla vile unaweza kuambia kwa mtu at least aku encourage. Kanaambia alikuacha so sasa unalia. Mimi napenda hazi yangu. Mimi naweza hata jiua. Mimi naweza jiua. Alikapata kitu kama naweza muua. So you are very broken at that time. I was very broken. I was very desperate. Na siko desperate because sina pesa ama sina chakula. Yaani juu nilikuwa nampenda. He's my first love. And wakati nilikwambia friend yangu badala nipatie encouragement ya kubuild up life yangu, alinidestroy. So ile idea alinipatia nikaona kama ni idea pojo, aliniambia kama nikupeleke mahali utana kutoa stress. So mimi remember siku ya kwanza wakati alinipeleka juu nilikuwa bado na breastfeed mtoi wangu, tulienda tao. Tulienda tao nikamwambia tao tunaenda kudua, kaniambia kuja kupeleka job. Mimi first time yangu ilinipiga shock because mimi sikuwa najua kama kuna mahali kuna prostitution. So mimi nalipeleka tao kwa Inange. Mimi mara ya kwanza niliona kama niko hell. So because Koinange we know how
women dress up. So watu wamevaa hivyo. Alinibebea nguo. Akaniambia utavaa hivi. Akaniambia na mtu ushikwa. Sikuwa najua kanjo na polisi. So I remember siku ya kwanza hata nilishinda chini ya gari nimejificha. Ukihepa. Nikihepa juu nasema yeye ni polisi. Then life ikaendelea tu hivyo. So nikamwambia mimi life siwezi. Akaniambia kama unataka dola lazima ukae kwa ile life. So after your day one, so I know nothing. Did you work at all? I didn't work. Akanilipia fare. Siku ya pili akaniambia acha nikwambie utakaa kwangu na kula kwangu na lala kwangu. Nimekuonesha job na bado utaki kufanya. So ni uamue job ama kanyanga nje kwangu. So nikasema lazima nifanye. But bado naenda kutafuta tu ile hazi yangu. Natumania tu hazi yangu. I remember nilikuwa naingia kwa hiyo gari yenye alikuwa huyo wife alikuwa na gari. Nakumbuka siku nilikuwa naingia kwa hiyo gari mpaka navunja vioo. Ngombe ndiye alifanya uniache juu ya gari navunja vioo. Navunja chukua moyo na sasa zingine tanga nibeba peke yangu kwa matiri anileta mpaka home. Na mbona fika kaa hapo. So nilijaribu all the way naweza take back my husband, haiku work out. So mimi wakati my friend yangu alinipeleka na nikajua kwa street napatana na wanaume, I'll teach them the lesson. So si kuambia best yangu vile nimeamua, but so because you are heartbroken. So yeah, my husband sema niacha. So mimi nikiingia kwa street nikajua nita teach men the lesson. Waliniacha without sikuwa najua mwanaume mwingine nikiingia kwa hiyo inakuibia everything. Nikipatana na wewe either ni trouser ni shati nitakubebea kila kitu. Nika declare na mimi ku destroy because kwani yao ndio perfect. So nikaingia kwa street. Sababu sitakuwa kidhani nimekuwa moral na job. Mimi ndani yangu nilikuwa najua mimi am not a prostitute. I know that. Mimi ndani yangu najua wanaume ndio wanakuja kununua wanawake na pia wangu waliniacha, I'll deal with them one by one. Wataishi wamesemanga kuna madamu wako 1 2 3 but sikuwa naogopa. I was even nilikuwa tayari hata kifo. So for you it was about revenge. It's about revenge. So life ikaendelea. Mamangu akaanza kusikia naendanga na acha mtoi na mwacha kwa huyo best yangu. Wakati nikakuwa best yangu sasa nikaanza kujua tao kwenda kuongea na clients, unaenda na yeye mnaongea ni how much. Yani pia mimi kama nimeshoot kwa ile lifestyle. Naanza kuwa pro. So nimeshakubali ile situation. Na because kitu moja sitaki kuletea mamangu aliniongelesha nibadilike, ni kwa mtoto mzuri, nimezaa, nimeachwa, napelekea mamangu mtoto kwa nini? Na kama ningemsikia singekuwa na mtoi. Sasa ningekuwa shule, ningekuwa nimesoma, ningekuwa nimechorwa job. Ningekuwa nimeandikwa kazi, nimeajiriwa. So nimeletea mamangu hasara, nimeletea mamangu aibu kwa community. My name is Mary Nyambura and I'm a Christian. I'm born again and Jane is my friend. Jane alienda akajiunga na group si poa. Na walikuwa violent sana, hata walikuwa wanachapa watu, wanafanya vitu yani si poa. Walikuwa wamechoma CV kwa estate. Sikuwa kwa hiyo part of group. Lakini bado tulikuwa tu mabeste. Nilikuwa namwambia a change. Atoke kwa hiyo group na ajiunge na group ile inafaa. Nakumbuka hiyo time sasa nishazoea ile life ya street. Nishakubali niliachwa, nishakubali bwana ameenda. So nisha connect na ile life na maisha ikaendelea. But okay, sikuwa nimepata kitu najiita kujirudia. Yani in that moment niko kwa street, sikuwa regret your time. Niko na tu life iko poa kwa sababu kuna mtu alinihata, mimi nataka ku revenge. So niko na tu life iko tu poa hizo enzi. Niko na tu maisha iko poa juu. Then kitu kingine nikakuwa mtu mwenye analewa sana. Ukumbuke hapo awali sikuwahi kunywa pombe ati kama police. Hata kama nilikuwa navuta glue, navuta bangi kidogo, sikuwa nimekuwa addict. But this time nimeingia kwa street because kwanza iki click in my mind kuna mtu mwenye alicheza na life yangu, nasikia nime give up. So bado ulikuwa umeshindwa ku get over the pain. Sikuwahi kubali kitu. Afu acha nikwambie kitu moja nimelearn. Kama hujajiforgive, uweza kuforgive mtu mwingine. So kitu ya kwanza nilikosa kujiforgive. Nilikosa kujipenda. Nikaona it's better I die. So I remember even hizo time nikiwa ngatao, ushaona mtu mwenye anasema hata kifo ikakuja ako tayari kukufa. I was that. Yeye anasema sorry, hata nikapata mtu anaweza niua, I'm okay. Yani si deserve kuishi. And nakumbuka my mom wakati alisikia mtoto wake ameingililia prostitution, my mom kenyeleza kutafuta ni mtoto. Jole na kulingana venye nilikuwa heartbroken, na naambia my mom unaweza nisaidiaje hazi yangu warudi? Mom tunaweza fanya. Mmoja hebu kunionyesha kama hazi amekuacha na
kutoka kwa life yako, uko na life ya kuendelea. Maybe utaja come back. Hata kama hata come back, mama upiganie mtoto wake. Naona mamangu wa make sense. Na naweza taka venye naweza niambia, tunaweza fanya hivi Hazia rudi. Ama yani niko na yani anytime, yani in this world mamako ndio the first priority. Kwa hivyo wakati unaenda kwa madhako uko na hope. Ukimwambia anakupatia plan B na hawezi kufail. So nilikuwa na trust, niko na ile courage kana kwa mamangu ananipatia answer. Wakati aliniambia kinyo naweza kuambia don't give up. You are still young, you are still beautiful. Hazi yako atarudi, wewe mgoje. Wacha kwenda kumtafutanga huko, wacha kwenda kumtukananga, kuvunja gari vioo. Ai. Kwani mama nikamwambia my mom, wewe unajua Kenya na feel. Kanambia pia mimi kuna siku nilikuwa msichana kama wewe. Kuna siku labda hata nilihatiwa zaidi yako. So usirevenge. Kana mama haelewi. Mimi nilishi 24/7 nikiwa mlevi. Hakuna siku nilikaa hivi nikiwa asubuhi nikiamka badala ya chakula ni pombe. Kwa sababu kitu ya kwanza nilikosa kuachilia hazi yangu. So hapo nikarealize nilikuwa nimeshikwa na depression. So ningeamka asubuhi ni pombe. Yule mtu asubuhi uliza chai, mimi ni pombe. Then mchana ungeniona, nienda usiku hata naweza kwa mbani, nilala kwa mbani kikunywa. Nilala nikichumera. Yaani haungeniona. So ikafika mahali because nilikuwa na drug mtoto wangu nampatia dawa ndio alale ni the street. Unapatia dawa gani? Piriton. So ikafika mahali mtoto wangu dawa zikazoea kwa mwili. So neighbors wakaanza complain kuna mtoto analianga sana because nakumbuka time nilika kwa friend yangu juu niliona kama ananitumia vibaya already nishachanuka. So sitakaa kwake tena. Nikipata doo namletea. Akakani kama amenibeba kama mimi ni mbochu yake kama mimi ni mfanyikazi wake. So naekela pesa kwa meza tukagoana. Ndio nikamwambia friend yangu mwingine akaniambia unawezaje kuwa unaenda ku risk life yako unaletea mtu pesa? Anza kujifichia, rent nyumba yako, anza life yako. So nikaanza life yangu na hapo ndio mtoto wangu akaanza kujulikananga na acha mtoi. So mkumbuka hizo time mamangu alikujanga watu katafutia mamangu ni nani? Juu plot nilikuwa nakaa hakuwa na madhangu. Au niona tu nimeingia asubuhi, nimefunga mlango nimelala. Kukuja mama wa kufanya kazi nifuliwe, nioshewe vyombo, nipikiwe, mtoto aangaliwe, hiyo ndio ilikuwa life. So nakumbuka ilifika mahali my mama akaambiwa cha mtoi na analia. Juu already dawa zishazoea kwa mwili. So mtoto analia, bado natoka kwa street so your Piriton haiko effective anymore. Yeah. Bado natoka kwa street nakuja na breastfeed mtoto wangu. Sikuwa nimemwachisha. Hata kama nalewa bado nakuja na nyonya. Kwa sababu nilikuwa napenda mtoto wangu kabisa. Niliona kwa hii world Kenya nimebakisha ni mtoto wangu tu kwa hii dunia. So nilimpenda. So ikaenda hivyo mamangu alikuja akaiba mtoto. Na akaenda na mtoi. Atalena na mtoi kusikia ni mamangu. Kwambia hata mbebe. Amenisaidia kazi. Achukue mtoto wala sikumfuuliza. Bali kajifanya tu niko na haja naye namfuatilia mama nipe mtoto kaniambia sikupatii mtoto. Wewe zurura. Fanya vitu zako. Because kwa time nikuja hata niko mlevi navuta sigara inaanguka chini kwa mattress. Kunaanza kuwaka. Niko mlevi. Sometimes karibu tushomekea kwa nyumba. Ila maisha ikaendelea tu hivyo. Wakati mama alichukua mtoto wangu nikamwachia. So nikaendelea maisha vizuri peke yangu. Nishambu Hazia ameniacha, sasa nimeanza kukubali. But ninakaa bado nakaa watu wa maombi mniombea nataka Hazia yangu warudi. Mpaka nilikuwa ready kuuliza ni mchawi mgani anaweza nipatia dawa huyu mwanangu. Nilikuwa ready kwa mpaka kwa mchawi. Kwa hivyo najua maybe kuna watu wanawacho mtu akienda kutafuta msaada anaweza hata kwa shetani ujikute hata umeingia kwa shetani ukitafuta msaada. Sina haja by the way kibata customer clients sina haja atumie mwili wangu niko na haja na do. Niko na haja tu na kumdestroy. Hata nilikuwa ningekuwekea hata dawa kwa mchele, kwa pombe, uende blackout. Nikuibia na nikuache. Sikuwa na haja ati niko kutumia mwili wangu. Nilikuwa na haja nao wanaume. Kwa sababu najua kuna mmoja aliumiza hati yangu. So imagine life tu inaendelea tu, miaka inaenda tu. Nilianza tu mwaka moja, miaka 2, miaka 3. Nikajikuta niko kwa hiyo life for 7 years. My mom, I remember nakumbuka kuna fellowship alikuwa anaenda. Na those women they used to pray for me. Mamangu hata angeenda wapi? Atoke hapa hata ende Mombasa wakienda prayers alikuwa anaambia watu.
Kuna mtoto wangu alikuwa anaandika jina yangu kila mahali. Kuna mtoto wangu anaitwa Jane Watere, tafadhali mumuombe. Kuna mtoto wangu anaitwa Jane, tafadhali mumuombe. Yaani ilikuwa hiyo ndio lifestyle. Lakini hata kama alishia ameomba, bado Mungu akosa kutenda. But Mungu haku give up na nini. Okay, si mimi nilitaka kuchange by the way. Nilikuwa tu maisha inaendelea tu, nilikuwa tu kwa club. And I remember kulikuja tu servant wa Mungu kwa club na akafundisha jina yangu. In the street mademu wangu change majina. So hata ungekuja kwa street utafuta Jane Watere ungenipata. Ulikuwa unatumia jina gani? Cynthia. Because kitu ya kwanza nilipenda vita. Even my community walijua. By then nilikuwa napenda mpaka police station ya kwetu ilijua. Kila wakati kesi ni yangu. Walikuwa nawaambia, "Oh, mnatuletea huyu." Wewe ni customer kawaida. Huyu ni customer. So nikipeleka ndani naambia askari, "Hebu kwanza nipatie fegi. Hebu kwanza nichukulie pombe pai. Hii bai nasikia kiu na niko na do." So nilizoea ile life. Well, Jen's choices, like many that we make, are not without consequences. Living in the ghetto, the influences can be overwhelming. And reckless she became from an early marriage at just 17 and a heartbreak from a failed marriage before she was even 20. Jane needed help, but with no good counsel, walking Koinange streets seemed like the only way she could seek vengeance. How far did she go? Let's find out after the break. Welcome back. You are watching Why I Did It right here on Look Up TV. And today we tell the story of Jane Watere, a life of rejection that led her to revenge, which only cost her a lot of pain and more destruction. But how does the story unfold? She tells us why she decided to turn her life around. Kama vile umesema hapo mbeleni, it is not my decision to change because you're naisemanga. So it happened wakati this man aliingia in the club, alikamkama a statement alikuwa nimekaa. And akaniambia, "Hi Jane." So kitu ilini amaze, huyu ananijua Jane alinijulia wapi. So akaniambia, "Jane, nimetumwa kwako na Christ. Christ anakupenda the way you are." You know, Kenya kilifanya ni fall in love na Christ. It's the first time kusikia kuna mtu ako proud kunipenda venye niko. And I was very, because nilikuwa kama niko sielewi, nikamuuliza huyu Jesus ako wapi? Unajua nilikuwa nadhani Jesus maybe is a guy ako Hilton, Serena. Nikamwambia hata mimi like someone physical. Yeah, I think it's a physical. Na mtu ako na nyewe sielewi. So before anieleze vizuri in details, nielewa nikamwambia, "First of all, sijazoea kuongea na men without something in the table. So do the necessary. Kama unataka nikusikiza, nibaie kitu. Imagine he bought for me, akanibaia place na akanibaia, nikamwambia I used to smoke, akabai, mpaka akaambia waiter give her the change. So nikachukua change. And karakatio kaniambia, "You know Christ love you." And I remember that time, hii place haini niliona ilibomolewa, of late nilikuwa tao, inaitwa Simas Hotel. So huo pasi alijia kwa hiyo Simas Hotel na akalemenistia. Imagine deep in me nikafeel, deep in me there's something in a change. Yani kuna superpower imeingia ndani yangu. And wakati aenda nikamwambia, "Ambia huyo Christ amekutuma, I need 100k and then I'll give my life to Christ." So nilikuwa nataka ani bribe ndio nikubali. So I remember vile tu aliniambia receive in Jesus name. Within kufumba na kufumbua, the guy he just disappeared. And I was like, okay, this guy may disappear aje. Kaanza kuuliza waiter, "Do you see the guy tukao tunaongea na?" Akaniambia, "No." Kunaendaje hajui. Nikakuatia kama nimechanganyikiwa. But mimi aliona sikukumbuka kama nilisema nitasevika ama itakuwaje ama. In that moment the guy he came is a mzungu guy and he have a lot of cash. And mimi nikasahau kama nilisema nitasevika. And I remember kesho yake I gave me some cash. So kesho yake nilikuwa na like 160k. Mimi nikafikiria, wow. Sasa
sasa vile niko na a lot of cash like this, I want to celebrate, I have to go to kudunda, niende Coast, niende wapi. I remember hiyo siku kulikuwa kumekuja this man called Glenn Washington, ameimba secular music na nilikuwa napenda songs zake. Sasa kajua sasa ako Kenya na niko na cash, naenda Nyayo Stadium sasa kumuona face to face, so nilihave kulipa na nikalipia so many guys tuingie kwa hiyo club juu 100k miaka zimepita kadhaa, like 10 years ni pesa, ni do na zilikuwa na value, si kama sasa pesa hazina value. So tukajienjoy and kesho yake nikabook basi na nikaenda Coast because niko na do. And I remember nikiwa Coast, some voices they started to speak to me. So mimi nilijua tu sama Coast kuna jini na kuna kasema oh ni jini zinaniongelesha. And my friends, the guys tulimit huko, watu walikuwa na meet in that life, mngemeet na mtu nampendana mnaitwa na my colleague, so mnapendana, tumepatana the same territory, so mwezi chukiana. And I remember nikamit Mr. Lekoitongo Jane Coast, so tulimit tukakuwa friends, tukaanza kwenda club pamoja, but namwambia kuna watu naye alikuwa so deep in Catholic, so alikuwa ananiambia tuombe baba yetu aliye mbinguni, tuombe msalaba bla bla, Mungu atatusikia. So the more naomba, the more some voices. Na mimi sikuwa najua kuomba, ni alikuwa ananisaidia kuomba. So nasikia sauti kiniambia, Jane, kwa nini unanikimbia and I want to use you? Mimi sijui kutumiwa ni nini. So naanza kufikiria ama ni wale watu nishabeba vitu zao, ama ni huyu mzungu hizi 160. So I was like sielewi. And I remember siku moja happen, nikaenda Ukunda South Coast, nikavuka na ferry nikaenda another side. And nikapia kuna prophet anaombea watu and she is very powerful. So time nilienda huko, wakati niliingia kwa mlango akaniambia huyo mwenye anakuongelesha endani mmalizane na yeye. Huyo anakuongelesha na usikize sauti yake vizuri ujue ni nani. Huyo akanirefuse. So nikasema the more nakaa Coast, the more these voices zinanisumbua. So let me do this, let me go back to Nairobi. And my mama she take me to mental hospital, niangaliwe ama I'm getting mad, maybe zile bangi nimevuta maybe zinalipuka, because sikujua how God speak. So wakati nilifika Mtito one day, the voices disappear and I was like hata pesa sijamaliza ama nirudi bado Mombasa nikadunde. Nikasema ni kama hizo sauti ziko Coast, sasa tu mimi nirudi. Nikasikia tu ile fear, nikarudi Nairobi, kufika Basanda nikaingia kwa club iko hapa Basanda, inapendwa na watu nitango Karomaindo because Sabina Joy, because ni joy tu huko ni kufurahisha. So the time niliingia tu hivi hata sijakata sijaletoa bia, another man of God kanambia Jane tumetumwa kwako. I was like kwani you Christ, kwani yako serious aje na mimi? So siatafuta mtu mwingine, at least mtu mzuri mwenye ajaribu CV kama mimi. Akanambia kwa Christ alikuja kwa watu hao evil ili awa change na jitukuze nao. So nikaanza kuona Christ yako serious na mimi, na nika feel deep in me kuna power imeniingia imefanya nikuwe broken. Yani in my first time atikulia nime feel kuna mtu ananipenda, nime feel mtu anaweza ni forgive. I was surprised. Mtu azaje kusamehea dhambi afu na hesabia upasi nimefanya nimesanya nimepigana yani na hesabu dhambi kama 50 at least. Nisikie mjamaa nasema anye hizo dhambi ni mob, hakuna forgiveness yako imeisha. But this man called Jesus, yani sijui naweza mu-explain aje. He's a father, yani akona majina mingi, yani hana condemnation, because anasema kitabu tuambiwa na Bible in the book of Romans, and now there is no condemnation for those in Jesus Christ. Hakuna mtu angeni condemn because they shall receive Christ. And I remember time yenye nataka kureform in my community, nilikaleka Samaritan woman. Yani nilikuwa ule mtu mwenye kwa mtaa nisikie uko na shida, nitakuja nikubaia hata unga ile paketi mzima ile bufa mzima, ningekubaia hata anything. Singetaka kusikia mtu ana shida. So watu walinipenda despite niko na sifa mbaya, but kuna wenye wananipenda juu singetaka kusikia mtu ameluzi mamake. Ningeenda hata nitoe do, hata kama nileta ni 10k ningetoa. I'm not judging them kusema Kenya walisema, but kulingana na wenye waliniangalia kuna kitu ile click kwa mind yao. Huyo amekuja church kudu, tunajua story yake ya mtaa, and I was like mimi nakuja tu pastor agoje wageni wasimame, si kusimama.
Lakini wakati pastor aliuliza nani angetaka kugive life yake kwa Christ, ilikuwa namba 1 kuchukua mkono juu. Nikasikambi mmoja nataka kuokoka asimame. Tulisimama with my team. Na tukaenda pale mbele sisi wote. Yaani walikuwa wako ready ku give life yao kwa Christ. Enda tukaombewa ile ombi ya confession, tukaconfess. Kuna wale wenye until today bado wameokoka, kuna wenye wali drive away back, kuna wenye wamepass. But wenye wako sasa hivi wenye tuko, they can witness ya kwamba it is a journey. So from that day now when you accepted Christ, so that was the start of this journey. Hiyo sasa ndio nilianza life ya kuserve Christ. Hata kama haikuwa rahisi. Because wakati mtu amesevika, kitu ya kwanza people they can discourage you. Kitu ya pili unaweza na mali church ukataliwe, because I remember your church people they used to fear me. Hata wenye wako married wako na mahazi wanasema hata kama wako na Yesu kuna venye bado tunamuogopa. So nakutambaka kwa church wanakufia. Yaani hata kama wanakupenda wanaona kuna mtu ameokoka, past yake ilikuwa mbaya, amekuja kwa church yetu tumepata at least sifa, kuna demo alikuwa hivi na ameokoka. Watu walikuwa tu kuna venye tu CV like a grain of salt wako like. Yeah, so nikakaa kwa hiyo church, nika feel si suit kwa hiyo church. And nikafika mahali nikasikia nikana kwamba naweza go back, niachane na salvation. Hawanitaki, wanaongea ubaya wangu kwa church. So there was a lot of judgment from their end. Yeah. So nikaona it's better I go back. And I remember time niliokoka nikaanza kupata favor with the servants of God. Naitwa kwa church fulani kuongelesha my youth, naitwa kwa church ku minister, naitwa huku. So I remember siku moja nikaitwa kwa church moja iko na huku Mweki, and time nilipanda kwa pulpit ilikuwa hiyo siku ni minister alafu ni go back kwa life yenye nilikuwa nakaa. So nakumbuka hiyo siku nyakati nilikuwa kwa hiyo church, nikaongea with a lot of tears. Nikaongea by that kuongea kwangu kuku kwingi kama kulia. Nililia kwa pulpit hiyo church, kwa hiyo pastor anaitwa Bishop Chege kwa na huku Mweki. Nikalia, and that time kumbe in the midst my bishop alikuwa hapo. And I, because she's a woman, Mungu anamuongeleshanga, akaambia na God, I want to meet that girl. She carries something great na because mtu wa kumeta. So even her she started to cry because aliambia God, nitaweza. This girl simjui, amekuja leo na God amenispikia nimeeta this girl. Nitawezaje? Nimepata ni mtu mzima, ako na past yake, nitawezaje? Because alisikia testimony yangu kwa church. Yeah? So after that tuka change contact na yeye. Na before that then nilikuwa nimeona such a woman in the dream. Ati nimemeet a woman, nime give up na ameni embrace the way I am. Yeah, my name's Lefred Edith Jao. I met her 8 years back, and when God brought her to my life, I asked God to give me grace to raise her up, to mentor her. And because of her being so humble, she could not be able to express herself. She could not be able to even to kuiba, hageweza kuiba, hageweza kujua anything, lakini kwa uweza wa Mungu na katika yeye mwenyewe kukubali kuleleka, akawa mtoto mzuri, akawa mtoto ninafurahia. To this far, I can say God is Ebenezer. And mostly, what I can say, the side of praise and worship, she proved to be a good child. She have tolerated so many things and the hardships of the church, because when you come and meet others, it's not easy for one to tolerate or one to be patient. So I can say she's been patient in all this. She's been patient even to me, because even to kulea is not easy. Lakini maandiko inaniambia katika 2 Timothy chapter 2 verses 15,
Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Hallelujah. Because me mostly I teach in the word of truth. I teach in the righteousness, and in all those areas Jane can be approved to be exactly how she is. I can really witness, to be a testimony to many, even going to TVs. Nili prophesy to her, you go to many, when they call you. Now I can testify the God's doing. It's not my doing, it is God's doing. So it's that way. Niliona Mungu akiwa na haja na wewe, yani hata kama umefanya nini, Mungu ni lazima utachange. Mungu ni upendo na yani hata kama umefanya nini, hata kama yani umechoma CV sana, Mungu hukubadilisha. Despite ati nini CV yako si poa. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Hallelujah. Because me mostly I teach in the word of truth. I teach in the righteousness, and in all those areas Jane can be approved to be exactly how she is. I can really witness, to be a testimony to many, even going to TVs. Nili prophesy to her, you go to many, when they call you. Now I can testify the God's doing. It's not my doing, it is God's doing. So it's that way. Sasa venye naongea kwa TV nasema manze, yani vitu zingine zilikuwa tu na ugeto. Unaona? Yani naongea tu sheng, nilikuwa na sheng mingi. So akaanza kunishape. Na nishape na ile ya kunirebuke, ananishape na ile love. Naambia mtu akienda mbele za watu, anaongeanga hivi, unajipresent hivi, akanionyesha hadi kuvaa because nilikuwa navaa. Ungeona na venye nilikuwa navaa, hata ungetembea na mimi. Nimevaa tumbo cut. Nimevaa tight, yani kitu kinaotiwa sema akaniambia mtu akienda kupreach avangi hivi. Mtu anavanga hivi as a minister. Sasa mwambie mimi naweza kuwa pastor. Naambia unaweza kuwa pastor. Si unaweza, wewe ni pastor. Ananipatia pulpit. Ananiambia leo ndio unatupreachia morning devotion. Nashika wadi vinaangalia vile watu wamenangalia kwa church. I was like pasia watu wananicheki mbaya. Si waambia at least waangalie hata chini. Watanicheki hivi mpaka saa ngapi? Wasiniangalia, waangalia chini. Mimi niweza kuwaministia. Kaniambia hata ukiangalia watakupatia courage. Mara ya kwanza nasimama hivi na kosa wani. Ilienda hivyo. So imekuwa it is a journey. But for now I can minister. Sina fear. Nahubiri hata kwa TV. So you've grown in the word. Shengi kaisha, ugeto akatoa ugeto, akatoa umang'aa. Amechange baka kama ile estate alikuwa amefanya mambo sipo kama saa hii wanamuamini. Si ametransform. Sasa hata akiwapreachia wanamsikia, kwanza wanamuitanga, wanampigia simu, wanamwambia kuja niombe. The first time I met her, she was so much God opened my eyes to see a girl who has so many pains in her, and from there we had to arrange how to see each other, and akaangukia shonda yangu the first time na akawa delivered kwa zile mambo alikuwa naona hafai kuwa in the kingdom, hafai kuwa katika wokovu. Na cause ya Mungu kufanya ile connection yake ndiye apokee uponyaji. The first day mambo alikuwa nasikia anatolewa spirit yake, anapelekwa back to Koinange, ndiye na yeye akasema amepona. Nilirudi kusikia akitestify the moment uomba na yeye the first day
hizo vitu zilimwachilia na akawa up to now hazijarudi. Those they are called spiritual husbands. Roho hiyo ingemchukua toe na spirit yake imrudishe kule Koinange, agerudi na afanye mambo ile tu alikuwa anafanya. Masaa hizo ameokoka. So Mungu akamdeliver through these hands na akawa healed, na healing doesn't happen in a day. For the good 8 years Mungu ameachilia hiyo neema aende akipona slowly by slowly. Yeah, because deliverance haiishi. Deliverance kwa mtu wa Mungu, it doesn't happen in a day. Ina happen kulingana na vile mnaenda, akiobey, akionyeshwa, akiwa na teachable heart, naye katika ile unyenyekevu anakuwa delivered. Yeah. Nakumbuka siku moja huko kwa street kulikuwa tu clients kama kawaida, na tukaongea, tukasikizana, tukaenda kwake. So sitaki kuquote those names kwa hizo estates, but wakati tulienda kwake, tuliingia kwa nyumba kama vile tunaweza tuingia na client, kama vile nimezoea. Tuliingia kwake, ilikuwa mansionette. Sorry. Na nakumbuka time tuliingia, mimi kawaida yangu nilikuwa nakaa nimeingia tu kwa fridge tafuta tu pombe. So nikaingia, kaenda kwa fridge, katafuta drink, nikaanza kukunywa. So akaniambia nipatie like 10 minutes I'll be back. So akaenda 10 minutes kapita, 20 minutes, 30, 1 hour. Tukashinda kwani mjama wangu alienda wapi? So mimi nikaanza kumwambia, "Hey, wewe kwa junizi mama shonette kuna upstairs na kuna master's room, kuna master's bedroom ziko juu." So mimi najiuliza, kwani mjama wangu alienda wapi? So remember this guy wakati alikuja aliniambia, excuse me, my gods, they refuse your sacrifice. My God. Yeah. So nikamuuliza, sacrifice? And of late sorry, kwa street kuna wasichana walikuwa wanapoteanga until today, hatujui walienda wapi. So wakati alisema my God, they refuse your sacrifice, in my mind ikalink, kwa hivyo kuna wademu wanaona bebo wanauliwa. Nimesikia fear. In the first time nimesikia fear, na nikasikia goosebumps kwa mwili yote na nywele ikasimama. Nikajua I'm in the wrong place. Kaambia friends zangu, mtu anakaa hivi amenibeba, alikuwa anataka kuni sacrifice. What? So kwa street wangepata mtu mwenye anabeba wasichana anafanya kitu weird, walikuwa wanamngojea wakiwa team. Wanachukua machupa manini, wanavunja huyo mtu atajarudi kwa street, labda ina place nyingine yenye hajulikani. So hiyo ndio kitu yenye iliniogopeshanga kwa hii street. Nikajua kumbe wale wasichana wanapotea wanatolewa kafara. Mimi siongeangi story kwa sababu naambia watu prostitution ni poa. Naongeanga hiyo kwa sababu kuna mtu anaweza nisikiza na ni watch, asifurahie hiyo life. Na kama uko kwa hiyo life, bado kuna chance ya kureform. Bado kuna opportunity ya it doesn't matter uko kwa hiyo life kwa sababu ulifanywa kitu gani. Kama mimi yangu nilienda kwa sababu nilihatiwa na niliachwa na my husband because nilimpenda sana. Na mahali yako rest in peace kwa sababu alikufa last year na historia ya COVID. Kwa hivyo singetaka mtu mwingine apitie life yenye nilipitia. When they have a good mentor and somebody who can tolerate them and also to lead them in the word of God, they can be changed, they can be good preachers, they can be pastors. Because like now I'm planning to release Jane to go and have her own church. Naweza ambia Mungu anakuanga ready kupokea anybody. Yesu Kristo alikufa msalabani ndio akuje atufikie sisi. Alikufa juu ya dhambi zetu. Kwa hivyo usijiona tumefanya mambo mengi na magumu, hakuna chenye Mungu hawezi kusamehea. And maybe as we conclude, many churches, there are people who fear going to church because they fear that they're going to be judged. So what can the church do to change this so that it can embrace everybody? Like me, because I have seen many coming to me being bruised and also having a life that they have a lot of cry, they have a lot of not knowing what to do. Churches, as we pastors,
we need also to embrace them. We need also to humble, to have that heart that can take them as they are. You just take them as they are. You just know that God has called them to come as they are, for you to give you the great commission to change them through love, loving them, bearing them, and also showing them slowly by slowly how God wants for them to do. Yeah. Yes. Okay, after nilichange, by the way, mimi ni pastor wa mama yangu, amekuwa mimi ni pastor wake. My mama hata wakati wanaenda kama nataka meeting ya mama, anawaambia niko na pastor. So nikienda mamangu nipatia stage na minister. Mamangu ni mama, she's a prayerful woman. Pia naye amenishikilia mahali pakubwa sana. Because watu wakati alisikia na minister, sasa anafungulia TV hata akiniona ananiambia, "Hivyo mtoto wangu atashare story yake." Mimi sikuwa na nguvu ya kumbadilisha. Mwenye alimbadilisha, wacha testify the goodness of mwenye alimchange. So yeye wanga amenililizi na baraka. Hata kama nitaenda wapi amenililizi na baraka, ananipenda the way niko na ananijali the way niko. Kwa hivyo hata kama mtu anaongeanga story zangu, hatakangi mtu yoyote aongee story za familia yangu ama story zangu. It's hard to imagine that one person dealt with the difficult cards could go through so much agony and still be tough enough to embrace change. Jane Wateri, now a born-again Christian, lives, breathes and talks the word, which she is using to change lives of those who largely remind her that brokenness can be fixed with the right guidance.